Nzuri. Haya. Unapoendelea kutazama na kusikiza shuhuda hizi ambazo Bwana anazitenda, nachukua nafasi hii pia ninakualika kwenye ibada tarehe 16 mwezi wa 11. Itakuwa ni ibada kubwa ya kuvunja madhabahu za uchawi kwa kila aina ya upande wa maisha ya mwanadamu ambao ameweza kurogwa na wachawi, kuteseka duniani, mambo uelewi. Hivyo nakukaribisha kwenye hiyo ibada. Usikose. Jipange na mapema. Uweze kujitayarisha na mapema. Uweze kuweka nafasi na mapema ili uweze kukaribia. Tarehe 16 mwezi wa 11 itakuwa ni Jumapili. Naanza ibada hiyo mahali hapa. Nawe njoo na kilio, utarudi kwa kicheko. Yesu wa mbinguni atakupumzisha shida unazozipitia, nawe utakuwa na shuhuda katika maishani mwako. Mimi namshukuru Mungu, nilikuja hapa mwaka jana mwezi wa 8. Bibi yangu amekuja hapa mwaka jana mwezi wa 5. Katika hiyo miezi mitatu nilikuwa mimi Jumapili kazi yangu ni kulala. Na mtoto wangu mdogo alikuwa kila Jumapili ananiambia, "Daddy, twende kanisani." Naambia, "Nini, nendeni, mimi nitakuja." Lakini ile siku Roho wa Mungu alishuka. Nikakuja hapa, nilikuwa na mzigo mkubwa sana kwa mimi na familia yangu na bibi yangu. Magonjwa, pesa, ukosefu wa pesa. Yaani unapata pesa lakini kuna mtu anaitwa Shailo. Nani anajua maana ya Shailo? Kwa nyoshe mkono. Yaani unafanya kazi lakini ikifika mwisho wa mwezi unalipa madeni, unabaki flat, unaanza kukopa. Ukiingia kwenye hiyo shimo, hata huo unalipwa pesa ngapi, hauwezi toboa hii maisha. Nashukuru sana mtumishi. Nimueleza maneno yangu, maneno ya ugonjwa na hiyo maneno ya madeni. Nashukuru Mungu. Hayo mambo ya magonjwa iliisha. Amina. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na pressure. Unaona zile stress mpaka pressure inapanda. Hata nguo zilikuwa hata ipigwe basi. Saa hii kidogo na zilikuwa ni kubwa. Si ni kweli? Asifiwe Yesu. Ongea tu kweli. Kuna siku hata alikuwa asweti mzee. Kuna siku nilimpata mtumishi. Nimefika mwisho wa mwezi, nimelipa kila kitu na bado ninadaiwa. Nilimwangelesha maneno, "Mshaona mtumishi akakupatia pesa?" Hakuna, lakini huyu baba alinipatia pesa 5,000. Amina. Kama hamjui, mjue leo. Lakini kwa hiyo maneno na hii neema, Grace of Healing Center, hii neema ikikuwa juu yako, hakuna ambalo haliwezekani. Hayo madeni niliondokea, nikawa naishi vizuri, tukakuja tukachangisha hapa. Na kwa mara ya kwanza nilikuwa nikichukua loan, napeleka, unalipa medical. Yaani mtu ni mgonjwa, unachukua loan ama mnaenda hospitali, bili inakuwa excess. Hiyo bili ya juu unalipa. Lakini kwa saa hii ilifika wakati loan yangu nimemaliza, niko vizuri. Nika-apply loan. Nikaambia baba mtumishi, kwa mimi saa hii nimemaliza loan, nataka kuchukua loan, nitafute mahali nijenge, hata mimi nami pia niko kwangu, ile pesa nalipa rent iishe. Amina. Mtumishi nilijaza form, akaniombea, nikapeleka kule na pesa ikatoka. Hata ile pesa nilikuwa naitarajia nipate ilikuwa kidogo, haikuwa ile nilikuwa nataka. Na ujue kununua plot na ujenge si mambo rahisi. Ile pesa ilipotoka nikawa sasa nataka, kichwa inataka kuanza kuuma, maana hii pesa haitoshi, hata kununua plot na kujenga haitoshi. Lakini muujiza ilitokezea. Amina. Nilipata plot nikanunua, na nimeenua nyumba, si kubwa lakini room 3 na iko na choo na kila kitu. Amina. Hivi tunaongea, deposit yangu next week ikifika tarehe 1 nafaa ni hame. Amen. Sasa wewe ambaye umekuja hapa leo, amen, na kupatia mawaida kidogo. Unaweza kuwa umekuja kutafuta muujiza, ama uko na mzigo mkubwa sana, ama ulikuja hapa mwaka jana ama mwaka juzi. Usiwe na wasiwasi. Hii madhabahu imesaidia mimi, wale watu ambao nimewaconnect na hii madhabahu na mtumishi ni zaidi ya watu 20. Amen. Na hao katika kila mtu ambaye nilimconnect hapa amepata muujiza. Kuna wengine wako nje, wengine wako hapa, na kila mtu. So iwe kupatie moyo kuwa wewe siku yako
itapita. Bora tu uzuie hapo. Pata mataratibu za hapa. Kama unaona una shida zaidi, mambo yako haifunguki, muone mtumishi. Atakupatia advice, atakuombea na hata wewe utafaulu, unatajenga hata gorofa. Nina mengi. Nasikia roho yangu imetulia sana. Sana. Kabisa. Mpaka mtu anaweza niuliza, na wewe siku hizi mbona umetulia? Naambia usiwe na wasiwasi. Wewe ukitaka twende kule nikupeleke kwa mtumishi. Uombewe. Na usikuwe unajua kuna wale watu wengine tumeokoka lakini tuko na wivu kidogo. Ukiona mwenzako ana shida na huko nje wenye shida ni wengi. Usione mtu hata anatembea gari hivi ana shida, ana magonjwa, ana makansa, ana mapresha. Lakini kama wewe umeamka mzima, uumwe na mahali popote, basi hata kama huna shilingi moja kwa mfuko, wewe uko mbali sana. Tafadhali usiwe na uchoyo. Kama kuna kitu umeona rafiki yako, ndugu yako, jirani yako, umeona ana shida, jaribu kumuelezea, mwambie kule kuna neema ya Jesus, Grace of Healing Center. Umlete hapa, tuzidi kuwa wengi. Nikija hapa, sisi wazee nafikiri tulikuwa kama watu kama ni wengi kama 10. Mnaona saa hii wazee ni wangapi? Na wanazidi kuja. Kwa hivyo kwa hayo machache, namshukuru Mungu sana. Naombea kila mmoja wenu hitaji la moyo wako ambalo unataka, na hata yale ambayo unajua unachokuwa kila mtu ana maneno mengi anataka. Hata mimi na maneno mengi sana ninataka, lakini Mungu akikufanyia 1, 2, 3, so unashukuru. Unajua hayo mengine pia nayo inakuja. So kama wewe mgonjwa, usijali, wewe endelea kuomba Mungu. Pastor yako hapa, utafunguka. Kama unahitaji kazi, utapata. Kama unahitaji kujenga, utajenga. Bora tu uwe hapo. Kwa hayo mengi ama machache, asante sana. Amina. Piga Yesu makofi. Yesu ni mzuri. Nazidi kubarikiwa na shuhuda. Tena bado ziko nyingi zaidi ambazo Mungu anazitenda. Endelea kusikiza shuhuda hii. Hiyo umeipata. Sikiza hii pia nayo. Mungu anazidi kutenda tena ya ajabu. Mungu anazidi kutenda ya ajabu. Usidanganywe ya kwamba eti hakuna Mungu. Mungu yuko anatenda. Mungu yuko anatenda. Yesu yu hai. Inafikia mahali Mungu anaingilia katika maisha ya mwanadamu na anajidhihirisha katika rehema zake na anamuondoa kwenye hali ambayo anaipitia. Hata wewe Mungu anaweza kukutendea. Sikiza hii shuhuda nyingine. Bwana Yesu asifiwe tena kanisa. Pia mimi ni mmoja wapo kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuja hapa kanisani mwezi wa 4. Nilikuwa na kilio cha kupata ujauzito. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja. Songeza microphone karibu. Ulikuwa na kilio cha? Nahitaji mtoto. Ngoja. Ile lingine endelea. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa nikienda hospitali na ambao ninunue dawa ni Ghost Hormones. Nikienda hospitali na ambao ninunue dawa natoa kama ni 1000 kama ni 2000, utumie hizo dawa zikiisha bado. Nikuja hapa mchungaji akaniombea, akanitabiria, akanambia ndani ya mwaka huu utapata baraka zako, utapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimerudi tena. Tulikuwa watatu lakini nimerudi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimebarikiwa, nimebeba kiumbe cha neema ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi. Namshukuru Mungu kwa hilo jambo ambalo amenifanyia. Wale wengine sijui kama Mungu amewabariki, maana tulikuwa tunaombewa watatu, lakini nimerudi peke yangu nikiwa na ujumbe ya kwamba nimebeba kiumbe cha neema ya uponyaji. Hata wewe uliye pale, labda uliombewa juzi, labda uliombewa tangu Januari na haujapata jibu lako, mchungaji alikutabiria kwamba utapata. Nawe kuwa na ile imani ya kwamba nitapata. Ndani ya neema ya uponyaji kunao uponyaji, kunazo baraka, kuna kila haja ya moyo wako. Bora tu uwe na hiyo imani ya kwamba utapata. Niombea maana hali zaenda zikininio, lakini najua Mungu yuko pamoja nami. Ni hayo na Bwana wabariki. Piga Yesu makofi. Endelea kutazama na kusikiza shuhuda hizi ambazo Bwana anazitenda. Nachukua nafasi hii pia ninakualika kwenye ibada tarehe 16 mwezi wa 11. Itakuwa ni ibada kubwa ya kuvunja madhabahu za uchawi kwa kila aina ya upande wa maisha ya mwanadamu ambao ameweza kurogwa na wachawi
kuteseka duniani, mambo uelewi. Hivyo nakukaribisha kwenye hiyo ibada. Usikose. Jipange na mapema. Uweze kujitayarisha na mapema. Uweze kuweka nafasi na mapema ili uweze kukaribia. Tarehe 16 mwezi wa 11 itakuwa ni Jumapili. Naanza ibada hiyo mahali hapa. Nawe njoo na kilio, utarudi kwa kicheko. Yesu wa mbinguni atakupumzisha shida unazozipitia, nawe utakuwa na shuhuda katika maisha mwako. Tuisikize. Ilikuwa mwezi wa 4 mwaka huu. Mimi ni mkazi wa Majengo. Nyumba ilishika moto kule, kama mliwahi kusikia ama kama hamjawahi kusikia. Mimi pia nilikuwa mmoja wa mwathiriwa. Mwezi wa 4 tarehe 26 nyumba ilishika moto na usiku ikaungua, kila kitu kikaenda, nikabaki tu mimi hivyo na watoto na mzee ndo yule pale. Mzee wangu ni huyu, kamati mpya alichaguliwa. Na wewe mwana kamati wetu. Sasa kwa hali hiyo ilikuwa ni ngumu sana, maana si rahisi, hata kwa mwingine yule si rahisi kupoteza kila kitu, maana moto ulishika usiku. Nikabaki na watoto na hivyo. Lakini Mungu ni mkubwa. Nashukuru mimi nilikuwa nikishiriki kule Majengo Mapya, lakini baada ya hiyo mkasa nilikuwa nimevunjika moyo, sijui nifanye nini. Nikampata Antineli hapa Matandi, akanielekeza nikaja hapa, nikaongea na mchungaji pamoja na mzee, kanishika mkono, nikamwelezea mzee hali zangu zote hizo nilizokuwa nazo mpaka kufikia saa hii. Nashukuru tu Mungu, maana sijui ilikuwa ni sababu. Inasemekana kila linalofanyika linafanyika na sababu. Huenda ilikuwa sababu kutumekewa na nyumba ilikuwa ya mpanga ya landlord. But kwa saa hii nimenunua. Mwambie mwenzako acha wivu, piga makofi. Taoni aibu. Mama rejelea tena, sasa umefanya nini? Nilipokuwa nimekuja hapa nilikuwa nimenunua, lakini nilikuwa natatizika. Natatizika. Lakini nilipoingia mahali hapa, nashukuru Mungu maana njia zimefunguka mpaka sasa nimejenga nyumba yangu ya room 2. Aongee na basta akwambie vile hali inaenda, lakini mzee sijui ni kuogopa ama sijui ni nini. Mzee usiogope. Amen. So nikaamua tu leo mimi siwezi zuia. Hii hali siwezi zuia. Nasikia tu furaha. Nilipoteza lakini nimerejesha. Nimerudi. Kwa hiyo ploti kuna mahali mwingine kumebaki hapo? Kuna mahali imebaki hapo. Hapo. Nimejenga room 2 na kuna kama room 3 zimebaki. Wataka ujenge. Mimi sasa hivi basi. Asifiwe Yesu. Hiyo nyingine shamalizika vizuri yote. Si vizuri yote, lakini hiyo mahali pale nimefikia naweza uita niko na kwangu. Amina. Asifiwe Yesu. Sienda akajenge zaidi huyu. Kwa jina la Yesu ukajenge hivyo. Pesa zifunguke ukajenge. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa hiyo, na kanisa mzidi kumwombea huyu pastor. Haki pastor ni mtu mwingine tofauti. Hata kule nilikuwa sikuwahi, mimi nitembea kama kanisa 3 ama hata sijui, lakini nilipoingia hapa niliona tu neema inaendelea. Amen. Bado anasumbuka na kichwa kama tayari pastor alikuelezea, lakini sasa hii dawa na meza alikuwa ameza almost kila siku. Amemsumbua sana. But naomba Mungu azidi kumsaidia. Nitamuombea hapa hiyo kichwa imwachilie. Sasa basta, mimi pia ni mmoja wa kukalia deposit sasa hivi. Wakitia deposit tuende kwao. Baya kama anatoka tarehe 1 mimi natoka na kama mtu hapo. Mwambie bado wewe utaketia deposit siku moja uende kwako kwa jina la Yesu. Bebe bwana rocket hapa. Kila siku nagongewa watu, kila siku message hapa nataka rent. Siku moja uende kwako. Zemeni microphone. Hata landlord alikuja juzi, anambia hodi. Oh. Bahati nzuri nilikuwa na mzee.
Hiyo ni tarehe 6. Yeye hakuji, kawaida yake hafiki. Lakini akaja. Lakini anasubiri tu date Ya kulipa ndo aje. kulipa ndo akuja. Akija mwambie hili nimekupatia ni ya mwisho. Pastor aligonga. Aligonga? Alipogonga akamwambia mimi si wako tena. Kumbe uliamaliza. Wapendwa, sini hayo na mbarikiwe. Piga Yesu makofi. Tunazidi kubarikiwa na shuhuda, tena bado ziko nyingi zaidi ambazo Mungu anazitenda. Endelea kusikiza shuhuda hii. Hiyo umeipata. Sikiza hii pia nayo. Mungu anazidi kutenda tena ya ajabu. Mungu anazidi kutenda ya ajabu. Usidanganywe ya kwamba eti hakuna Mungu. Mungu yuko anatenda. Mungu yuko anatenda. Yesu yu hai. Inafikia mahali Mungu anaingilia katika maisha ya mwanadamu na anajidhihirisha katika rehema zake na anamuondoa kwenye hali ambayo anaipitia. Hata wewe Mungu anaweza kukutendea. Sikiza hii shuhuda nyingine. Mimi ni mmoja wapo wa kushukuru Mungu. Nina furaha kubwa sana katika moyo wangu. Nimehangaika kwenye makanisa lakini hapa nimefika. Kama Kisha alivyosema kwamba tulia mama na utaona vile utakufanywa. Ilikuwa jana tu niliitwa na rafiki yangu niko kwangu nyumbani. Yeye ana saluni pale. Akatuma mtoto wangu nenda kumwambia mamako niko na mzigo wake. Mtoto wangu hakuniambia mapema. Akasema nisonge. Tukakaa pale, baadaye akasema wewe rafiki yako anakuita tu enda kama akakwambia mambo ya umbea alafu akusingizie. Kwa hivyo mama usiende. Lakini nilipofika saa 12 nasikia himizo niende. Nikajitafuta kwa mtoto wangu nikaenda. Kufika pale. Yaani nimesikia nimepona, manake kama Ijumaa Alhamisi nilishikwa na uvamizi na usiku nikampigia mtumishi akaniombea na ile hali ikapotea. Ikarudi tena Ijumaa. Ikanitatiza nikampigia tena mtumishi. Sasa kupitia huo uvamizi mtumishi wa Mungu ameniombea na akasema itaisha. Ndio nikapokea hii. Huyo rafiki yangu aliniita akasema, "Mbona Gertrude nimekuita tangu asubuhi lakini hukuja kwa nini? Mbona una madharau?" Nikamwambia sio hivyo, nilikuwa niko na kazi. Akasema mzigo wako ndio huu. Kuangalia hivi ni title deeds. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Amen. Bwana wa uzima. Nimesumbuka siku nyingi Kutafuta title deed. Hii title deed ni yule manake baba alikuwa na wake wawili. Sasa mimi ni wake mdogo. Wameuza kule kwao, wameng'ang'ana na hii sehemu yangu na mimi nilisema sitauza, nitajenga nyumba za kupangisha. Sasa kuna hii kentra ilipita kwangu, bahati tu. Nikajaza zile form. Sasa badala pesa zitoke, hawataki kunipatia title deed. Nikaenda shariani. Nikamweleza yule chief. Akasema kama hawataki, wacha nikuandikie barua uwashtaki. Akaniandikia barua nikawapeana. Vita vikainuka. Nilinulikiwa, yani vita viliinuka. Hali ya kwamba hata yani sina amani. Mpaka watoto wangu walikuwa waoga wakasema mama utauawa. Nikasema kufa ni kwa kila mtu. Mimi namng'ang'ana nayo na nitapita. Nikajenga hiyo imani. Nikawapita kwa maswali manake waliitwa wakaulizwa huyu ambaye anamiliki hiyo shamba ama hiyo sehemu ya huyo mama mdogo ni nani? Akamwambia ndio huyu. Na kwa nini hamwezi kuweka sign ili achukue pesa yake? Fomu zote niko nazo, hata pesa ninajua. Wakajua wazi mimi nishaukata kwa maisha na yani haipendezi. Yani haifanani kabisa nipate zile pesa. Mamilioni. Wakasema huyu tutaenda naye sambamba. Nikasema Mungu naye muabudu roho na kweli atatenda. Nilikuwa sijafika mahali hapa. Nimeyumba hivyo lakini kidole kishaanza kuinuka sasa. Asifiwe Yesu. Waliuza hiyo, yani walitaka kuuza ile sehemu. Wakampelekea jirani ambao ndio bibi yake alinipa hii title deed. Akaiweka akaambiwa atafute mteja ile sehemu iuzwe ili mimi sipate zile pesa.
Sasa kilichoshangaza nilipokuja hapa, mambo mengi sana yamefunga, yani yameonekana wazi. Amina. Sasa yule nini, juzi kulikuwa na patrol kule kwa nini, wale vijana ambao wanakaa vikao, polisi wakaja, gari ilibaki pale kwangu karibu lisali moja mpaka wale polisi wakashuka wakakaa, watu wakakimbia. Sasa kuna mama mwingine pikipiki yake alikuwa amepatia bodaboda, wakaiacha pale ikachukuliwa na wale polisi. Sasa yule mama akafuata polisi nini pikipiki yake kule police station, kufika akaambiwa atoe ile karatasi ya ile pikipiki, yule mama ijulikane ni yake. Sasa yule mzee aliyepewa hii title deed na yule brother mama mwingine, sasa alipokuwa na chakula ile nyingine ya yule mama ampe, akaona hii yangu, akamuita bibi yake. Akasema hii karatasi sinajua ni ya yule mama rafiki yako. Chukua urarue. Yule mama akasema hapana, sitairarua, nampelekea mwenyewe. Ni Mungu aliye. Yesu ni mzuri. Hii karatasi nikaletewa, majina yote yako hapa. Majina yote yako hapa. Yaani watashangaa hii karatasi nilipata vipi? Maana kesi kuendelea, na wanajua hauna title deed. Wanajua sina sahihi. Wanajua. Kwa hivyo wanajua kesi hauwezi shinda maana hauna title deed. Napata habari vizuri. Anang'ane tu mdomo mtupu, lakini sisi kibali tuko nacho. Maana wako nani? Mungu. Sijui semeje. Sasa yule mama akasema, mimi nakupa paro safi, wewe rafiki yangu. Kaya angalia mahali uifiche, wakianza kukuzuzua hivi, wewe itoe. Watashangaa na wewe utashinda. Na ile sehemu sasa hawataweza kuuza. Maana mimi niliwapeleka wanaume watatu, walianza kunifukuza kwa anga katika maombi, hawakunipata. Kwa hivyo kwa mdomo tu huu wamechelewa. Ingia Yesu makofi. Wamechelewa. Mama ana furaha mpaka anashuka ongea. Yaani wamechelewa. Mimi naangalia tu. Juzi nilikesha na maombi kuamka. Yule ambaye anasikiti pale anaangalia chini hivi, namsalimia baada ya kuamka bure. Huko anaangalia chini. Anaangalia, yani hataki kuniangalia. Umepigwa na maombi. Nikasema hapa ndio siku ya pili yake kapata hii title deed. Ninasikia furaha, yani mpaka nasikia yani ugonjwa sina tena. Upone kwa jina la Yesu. Hivyo ndio maisha hivyo. Hivyo ndio maisha. Sina tena ugonjwa, manake ugonjwa nang'ang'ana nao. Hizi nazo zinang'ang'ana na mimi. Nitapata wapi title deed mpaka hawa ni washinde mamilioni? Sitaki tena mambo. Tosha mama. Tosha. Piga Yesu makofi. Yesu ni mzuri. Kumbe akikutendea muujiza ugonjwa unanyamaza kimya. Sikiza shuhuda hizi ambazo Bwana anazitenda. Nachukua nafasi hii pia ninakualika kwenye ibada tarehe 16 mwezi wa 11. Itakuwa ni ibada kubwa ya kuvunja madhabahu za uchawi kwa kila aina ya upande wa maisha ya mwanadamu ambao ameweza kurogwa na wachawi, kuteseka duniani, mambo uelewi. Hivyo nakukaribisha kwenye hiyo ibada. Usikose. Jipange na mapema. Uweze kujitayarisha na mapema. Uweze kuweka nafasi na mapema ili uweze kukaribia. Tarehe 16 mwezi wa 11 itakuwa ni Jumapili. Naanza ibada hiyo mahali hapa. Nawe njoo na kilio, utarudi kwa kicheko. Yesu wa mbinguni atakupumzisha shida unazozipitia, nawe utakuwa na shuhuda katika maishani mwako. Amen. Weka microphone karibu. Mimi namshukuru Mungu kwa yale yote amenitendea. Tangia nikuja hapa, lakini naona Mungu wa Mungu. Wale kule hawasikii. Hivi karibu. Lakini naona muujiza wa Mwenyezi Mungu. Kwa uhakika nilimuomba sana Mungu na naona akinitendea. Juzi tu nilipatana na agent, akaniambia uko na passport, nikamwambia yeye niko nayo, lakini kwa sasa hivi iko bara haiwezi kufika. Nikampigia dadangu, akaniambia yeye ako busy. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa mimi nitawaaje? Akaniambia mimi siwezi, lazima niende. Nikamwambia sasa
kwanza nifanye yangu alafu ndio kutakuwa venye kutakuwa. Akaniambia ni sawa, nikamwambia ni sawa tu basi. Yule nani wangu huyu mwenye ananipeleka na kazi akaenda Nairobi, akaniambia Farida, mimi niko Nairobi, nataka unielekeze kule passport yako ilipo mpaka mimi niende. Kwa hakika aliendea mpaka nyumbani, mpaka saa iko huku, na kidogo tu ameniambia Farida, fanya mpango uende Nairobi ukafanye medical, mambo yako yamefunguka. Nimemwona Mungu hapa. Amina. Pigia Yesu makofi. Mshikilie hapa mahali, kwa hakika mtatendeo, na msife moyo. Na nashukuru kwa yote. Ile lingine usiturudie, ile lingine liache. Pigia Yesu makofi. Amen. Tunazidi kubarikiwa na shuhuda, tena bado ziko nyingi zaidi ambazo Mungu anazitenda. Endelea kusikiza shuhuda hii. Hiyo umeipata. Sikiza hii pia nayo. Mungu anazidi kutenda tena ya ajabu. Mungu anazidi kutenda ya ajabu. Usidanganywe ya kwamba eti hakuna Mungu. Mungu yuko anatenda. Mungu yuko anatenda. Yesu yu hai. Inafikia mahali Mungu anaingilia katika maisha ya mwanadamu na anajidhihirisha katika rehema zake na anamuondoa kwenye hali ambayo anaipitia. Hata wewe Mungu anaweza kukutendea. Sikiza hii shuhuda nyingine. Asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mimi niko na ushuhuda. Kuna shemeji yangu hapa. Naomba afike hapa na yule mtoto. Shemeji yuko wapi? Yuko wapi? Hajafika? Yuko wapi shemeji? Bwana asifiwe kanisa. Ni ushuhuda. Ni ushuhuda mkubwa kwa ajili ya huyu mtoto. Nafikiri nimesimama hapa kama mwezi wa 3, wale wanakumbuka. Huyu mtoto alikuwa kwa oxygen. Karibu mwezi mmoja na alikuwa anapumua tu oxygen. Lakini kwa madhabahu haya mtoto ndiye huyu anatembea saa hii, anaongea. Wenye walishuhudia pale Kilifi, Cambridge, walijua tu huyu mtoto atazikwa karibuni. Lakini kwa utukufu wa madhabahu haya, mtoto amesimama tena. Hata kuna zile simu za nyumbani, ulikuwa ukipiga simu, watu walikuwa wanapokea kuwa ni kifo cha mtoto huyu. Lakini kwa uweza wa Mwenyezi Mungu, mtoto ako hai, ni mzima, haumwi na nini. Lingine ni kwa ajili ya kazini kwangu kule. Nilimaliza probation mwezi wa 5. Ile barua ya confirmation letter ikagairi, ikachukua karibu miezi 4. Lakini juzi tarehe 2 barua nilipewa na nikamtumia mchungaji kama mshauri. Kwa hiyo mimi natoka chini. Kwa ajili ya mke wa mdogo wangu. Jana alikuwa na matatizo, complication ya hali ya juu sana, kwa sababu alikuwa mjamzito na wakati wake wa kujifungua ulikuwa bado haujafika. Sasa akapelekwa hospitali Kilifi, kawa na matatizo, akafika mahali mpaka mapigo ya moyo wake ikawa nao kidogo inapungua, na madaktari pia nao wakasema mtoto pia mapigo yake ya moyo yanapungua, so kuna hatari ya wote wawili. Nafikiri waliponielezea hivyo, nikamuuliza mume wake ambaye ni mdogo wangu, labda ungeamini nikupatie namba ya mchungaji wangu? Akasema tafadhali, kiwezekana. Nikampigia baba simu, akasema ni sawa, peana namba.
Ndio nilikuwa katika safari ya kuelekea mazishini, ule rafiki yangu alikuwa hapa, alikuwa Mbaga. Sasa nikapeana namba. Na baba akanambia waambie saa 2 wanipigie. Nilipofika saa 2 kweli wakapiga. Baba akawasiliana na wao. Na kitu cha kushangaza ni kwamba hali ilibadilika ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Ikabadilika ghafla. Kuna Mungu jamani. Maana ilikuwa imeshindikana mpaka madaktari, yule ndugu yangu ananiambia sasa hakuna otherwise. Madaktari nao wanasema wacha tuangalie. Sasa wataangalia vipi? Kumwambia usijali, maana hakuna Mungu awezaye najua. Sasa ilipofikia hapo, baadaye akanipigia akaniambia, ndugu yangu, hali naona imebadilika. Nikasema kivipi? Sema madaktari wamesema hali sasa iko shwari. Isipokuwa kwa sababu mama alikuwa amekosa nguvu, ilikuwa kwa muda amekosa nguvu za kwa sababu madaktari walifikia mahali wakasema sasa kwa sababu ya hii hali ni lazima tumtenganishe mtoto na mama, sije hii hali ikarudi tena. So kwa vyovyote hivi hata kama siku haijafikia, lakini itabidi tumuondoe mtoto wa mama. Sasa ilipofikia pale, to madaktari wakafanya uamuzi, lakini walikuwa sawa. Uamuzi waliofanya tu ni kwamba itabidi wafanye wanasijui wanahitaji wenyewe. Wanasijui operation ya nini sijui. So wakatoa mtoto, lakini hali ilikuwa shwari. Kwa hivyo namshukuru, na sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo wapendwa, Mungu awabariki. Sita, hata yeye anakuanga daktari. Sasa ananiambia ikikuanga hivi kuna dawa yenye nitakunywa nitalala tu. Wewe usijali utalea mtoto. He was like, sasa huyo ananiambia nini? Twende kwa pasta. Na hiyo wakati akakuja akaongea, alifanya tu kugusa mkono. Kufika nyumbani amepona. Na sana Mungu. Piga Yesu makofi. Asifiwe Yesu. Kwa Yesu anaponya madaktari. Wale walikuwa Ijumaa hapa usiku. Yesu anaponya madaktari, na yule naye hakushuhudia vizuri. Alikuwa anakuaje kila siku baada ya muda akamatwa na nini? Anatamani kujimaliza. Ikamwachilia mara hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tusikize mwingine. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pia ni mmoja wa wale kumshukuru Bwana. Mimi nilikuja na shida kibao hapa. Kwa mchungaji ndio anajua. Alikuja na shida kibao hapa. Lazima. Mimi nilikuwa na hali ya ukosefu wa nguvu za kiume. Nilikuwa nikienda kwa bibi yangu siesi. Lakini nilipokuja hapa nikaombewa, hiyo hali ilitoka. Ilikuwa hakuna kabisa. Ngoja. Mwambie mwenzako ngoja. Weka break hapa. Twende pole pole. Ilikuwa hakuna kabisa. Ilikuwa hakuna kabisa. Tazama mtu hapo. Usiseme kitu. Haya, endelea. Nikaja nikaombewa, nilikuwa nimezunguka kanisa karibu zote huko mitaani. Bado hakuna kitu. Bado hakuna kitu. Kwa waganga karibu wote nizunguka. Mpaka wengine nilikuwa nawapatia vitu vyangu vya nyumbani. Decoder, TV nishapeana kwa sababu nitibiwe hiyo hali. Bado ikawa ni vile vile. Bado ikawa hakuna. Nilipokuja hapa sasa nikaonana na mchungaji, kaniombea, sasa niko sawa. Sasa niko sawa kabisa. Sasa niko sawa kabisa. Piga Yesu makofi. Na hata bibi yangu naye, mwambie mtaka kuweka break tena. Bibi yangu naye alikuwa ni mshindani wa kuokoka. Yeye ndio alikuwa ananiforce mimi niende kwa waganga. Yeye toka juzi kawa anatamani naye aokoke hapa. Yuko wapi hapa? Hayuko. Mleta jana haja kuombewa sala ya toba, lakini hakuweza kufika leo sababu ameenda kibarua. Ameenda kibarua. Oh. Namshukuru Mungu kwa alipona. Alipona. Alipona.
Haya, mwambie mtako tupige makofi. Asifiwe Yesu. Sona anashuhuda mzuri. Wengine wangesema ni waibu. Ilikuwa hakuna kweli. Kama hakuna sema hakuna. Asifiwe Yesu. Unakumbuka ule mzee wakati aliposimama hapa na mwingine. Yule mwingine yuko. Hakuja leo ameenda msemenza yule. Oh, ameenda kasini. Mama naye wasemaje? Mzee alikuwa kama huyu. Kupigia Yesu makofi. Unakumbuka alipowasimamisha hapa nikamwambia enenda ukajaribu leo. Asifiwe Yesu. Sina wewe uchukue maneno tu. Unakumbuka yule mzee nikamwambia nenda ukajaribu leo ziko nenda. Na amesemaje? Ungeinua mikono ukapiga makofi. Kilo huko juu na kabisa. Asifiwe Yesu. Ngoja kidogo. Na kuna wengine hapa hakuna na hawasemi. Hapa. Hakuna na hawasemi. Utaamini Yesu? Utaamini Yesu? Umesikia wako? Asirudi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu kabisa. Mimi sina mengi ila tu kumshukuru Mungu kwa ajili yenye ametenda. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu leo nimemwona sistangu kwa hii kanisa. Bwana asifiwe. Na hatukuwa tumecommunicate. Kuna mmoja hapa mgeni ameshuhudia akasema alikuwa kwa shamba. Na jinsi ninavyomjua yeye, leo ni Sunday, alikuwa akwe kanisani, but alikuwa kwa shamba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yale yenye alimfanya aende kwa shamba siku ya leo na alikuwa akwe kanisani, hayo ndio yamemfikisha hapa. Bwana asifiwe. Amen. Huyo dadangu yeye ndo alinifanya mpaka nikakutana na Mama Agnes. Yeye ndo yenye nilikuwa napitia. Sikuwa nimempigia simu, sikuwahi mwambia, but akanipigia tu simu akaniita. Akaniambia ni kweli lakini dadangu huku ni mgonjwa. Nilipofika hapo, instead anambia yule mgonjwa, akaniambia ni kweli lakini mimi nimeota kuna hivi na hivi na hivi. Bwana asifiwe. Sasa ndo nikamwanzia story sasa yenye nilikuwa napitia kwa ndoa yangu. Bwana asifiwe. Alimchukua akanipeleka mahali na huko mahali kikafanyika chenye kilifanyika hata leo ndo tuko hapa. Bwana asifiwe. Kupitia kwake Mungu alimtumia ndo hata leo niko hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Karibu dadangu. Tuko hapa. Na chenye nakipata hapa pia wewe naamini utakipata. Simama pale ulipoonyesha mkono Sunday hautakuwa shambani. Utakuwa pamoja na mimi tukiendeleza. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mpaka amesema kuwa kuna wengine waliokoka juu ya zile shida walizokuwa nazo. Hawakuwa wameokoka wamuone Mungu. Si ndio? Pia mimi sasa ilikuwa ni shida. But saa hizo shida zilisha, saa hii nimebaki tu kumuona Mungu. Bwana asifiwe. Na naamini yale yenye amenifanyia nikiwa kwa hii madhabahu. Naamini dadangu chenye ananiona saa hizi venye alikuwa ananijua. So chenye nimepata kwa hii madhabahu, naamini pia wewe utakipata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo, Mungu awabariki. Nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu mimi na yeye venye tumeunganika, hata familia zetu kwenye wako, naamini Mungu ataonekana sehemu zile. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo, Mungu awabariki. Piga Yesu makofi kwa ajili ya ushuhuda. Mungu akusanye familia yako na wewe walete hapa. Waguswe tu kwa vile ulivyo hapa, hiyo anointing guse mtu. Kuulize washiriki wapi? Hapa mtu hapa twende aje hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu amenitendea. Tarehe 18 nilienda hospitali. Nashukuru Mungu mtoto wangu hajatumia dawa za figo. Lakini juzi nilipoenda daktari akampima, akaona zile protein zilikuwa kwenye mikojo zimepungua, zilikuwa 3 na zimebaki 2. Bwana asifiwe. Amen. Usichukue mtoto achukuliwe na video vizuri. Nashukuru Mungu amemponya mtoto wangu. Naamini zile protein ambazo zimebaki
zitaenda kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Hiyo imeisha. Asifiwe Yesu. Nakumbuka huyo mtoto alikuja hapa mpaka macho alikuwa funga macho amefurahi. Nakumbuka. Ikiwa hutaweza kuamini Mungu hata kwa yale yako, sijui itakuwaje. Asifiwe Yesu. Najua mkiwa na Asha na Pigram ni Asha. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Nashukuru Mungu maana anayotenda juu ya maisha yangu ni makuu. Ilikuja wakati mmoja nikatoa ushuhuda ya kuwa nilisomea medical lakini sikumaliza. Kuna mjomba wangu akawa amejitolea anisomeshe. Lakini nilikuwa ametumika ili niache ndoa yangu. Hiyo nafasi ilitokea na akaniambia niende Nairobi. Nikamwambia na mtoto mdogo na nina bwana, nitafanyaje? Akaniambia niachane na bwana nikasome. Nataka masomo ama nataka bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikasema hii talaka ilimpata mamangu. Sasa nataka kuniangukia mimi. Kwa hivyo sitaenda, wacha nibaki na nyumba yangu. Na kama Mungu amepanga nitasoma na nitasoma. Lakini kama alikuwa amepangiwa niache nyumba yangu, mimi sitaweza. Nikaacha hiyo nafasi ikaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wa pili ni juzi tu nilikuwa pale nyumbani, nilikuwa na shughuli zangu za kufafua. Kulitokea kitu cha ajabu lakini Mungu ni mwaminifu. Haya madhabahu yamenibeba na yananitendea makuna ya ajabu. Katika harakati zangu za kufua mtoto wangu alikuwa ameketi karibu na mlango. Lakini kanituma tu ngafunge mlango kwa sababu kuna paka pale anamchezea. Nikaenda mtia ndani ile paka kafunga mlango. Niliporudi ananiita mama, nina ile sauti. Lakini aliponiita tena nikasema acha nikamchukue. Maybe ni vile amepeza kunyonya nikionyeshe. Nilipoenda pale ninamtania tu kumpiga. Baba unanisumbua, mimi nataka nifue nimalize. Unanisumbua. Ile na nimeinama na kuchukua kulianguka joka kubwa kwa mgongo wangu. Akanichapa ile. Hata mimi nikashtuka nikageuka nikasema nani amenipiga jiwe? Hilo jiwe linatoka wapi? Kuna mwembe tu hapa. Hata kwa akili yangu naambia mtoto amerusha jiwe. Ninageuka hivi. Nyoka mkubwa amejirola alafu amerushia kichwa hivi. Nilichukua tu ile mtoto wangu akasema katika jina la Yesu na nikapiga ile mara 3. Majirani wakakuja na wakamuua yani kwa sababu ile harakati kwa nimepiga nakimbia yeye alikuwa anataka kuingia kwa nyumba lakini nilikuwa nimefunga mlango akaingia tu mahali hapa akaulio. Hakika alikuwa nyoka mkubwa sijui anamuita sijui kifunza reve nyoka mwingine mkubwa na kwa akikuuma ufiki popote lakini nilijua kwa wana madhabahu haya wanatetea mahali popote pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yale aliyoyatenda ni ajabu. Angenidhuru pengine na pengine angeangukia mtoto pale angemdhuru lakini Mungu ni mwaminifu. Alinionyesha yani zile step nilikuwa napatia nilikuwa si mimi ni Mungu na nikupitia madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu na kwa hayo yote Mungu abariki. Amen. Haya kwa ufupi lakini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa majina naitwa Mama Gideon. Mimi nilikuja hapa nilikuwa niko na mtoto alikuwa yuafitika. Mama Agnes Pastor nadhani muliona. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtoto sikumzana kufitika mimi. Ilikuja baadaye. Tena nilikuwa nimempeleka shule, ticha kama akanipigia simu akaniambia mtoto wangu amefitika. Nishakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyo mtoto tangu mwezi wa 6 mpaka leo hii hajawahi fitika. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi. Yaani tunasema asante kwa Mungu. Hii madhabahu yaongea hii. Bwana Yesu asifiwe. Na inaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ni tarehe 6 nilienda bara Ukambani. Bwanangu nilipokuwa naenda bwanangu akaniambia usiingie kwa hiyo nyumba. Kuna nyumba tunajenga huko. Sasa akaniambia hiyo nyumba usiingie ukiwa na mtoto. Kwa kuna wakati alienda alikuwa akiingia kwa ile nyumba anaangalia kitoka mtoto yuafitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa ameombewa maji na Mama Agnes. Akaenda kwa anointing hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nami nilipoenda mwezi wa 9 nikasema Mungu kama ile maji yenye mtumishi wako aliombea ili na anointing nadhani mapepo yalitoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nilienda nikaingia na huyo mtoto kila rumu ninaingia nasema na afitike sasa nimuone. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu ni nani? Hakuna kufitika, hakuna nini. Amina. Ona yule ni shemeji yangu yule. Yupi hapa? Huyo aliteseka na anyosha mkono huyo shemeji. Ameteseka na ulcers. Ilikuwa hakunywi chai. Yani kila kitu ilikuwa hakuli yule. Lakini juzi ni kama wiki yake ya 3 ama ya 4. Hii madhabahu huongea. Sasa anakunywa chai. Kuna vitu vingine hakuli lakini pastor
najua atakombolewa. Kwa hiyo machache, Mungu awabariki. Amen. Piga Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekumbuka mtoto kweli alikuwa anapitika, alimwombea pale akiwa na mzee wake. Asifiwe Yesu. Shuhuda zinatia moyo na zinakujenga pia na wewe ujue kwamba mwenzako akitendewa bado wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naweka matangazo mawili matatu alafu atakutendea yale ambayo anataka. Kama ulikuwa wajua vile Ayubu alivyokuwa Ayubu, mimi nami nilikuwa kama Ayubu. Amen. Mwili wote ulikuwa ni vidonda. Hata usiamini, kuna kidole kimoja kilitoka meno ya mtu ya mwisho mawili. Alafu kuna huu mguu huu wa kushoto hapo katika hapo nyuma nilitoka maguu. Lakini kwa neema ya Mungu hata nina kinyaga. Amina. Kama si neema ya Mungu mguu ulikuwa ungekatwa. Hata ndugu zangu wote walinikimbia. Hata time hii nina miaka kama 6 sijaona ndugu yangu wa kiume amekuja nitembelea. Kwa sababu ile kazi nilikuwa nafanya si kazi ya kuandikwa, kazi ya shamba tu. Walinionea wivu wakati pia maguruneti. Lakini Mungu ambaye anaishi kule juu, mimi namshukuru yule Mungu katika maisha yangu. Na niliuza kila kitu nilikuwa nacho kama vile Ayubu alivyofanya. Niliuza hata nyumba yangu ya kukodisha yenyewe. Niliuza pale mahali ambao nilikuwa nimenunua mimi mwenyewe kwa kuishi, nikauza pia kwa kujitetea maisha yangu. Nikaenda kwa waganga wote, waganga hata nikaingia huko sijui Mariakani huko. Sina mganga ambaye simjui hapo Chonya hapo. Lakini sikupata uponyaji. Lakini nilipokinyaga tu katika madhabahu ya Mungu nikapokea uponyaji. Tumbo lilikuwa hivyo. Walioniona. Hivi vidole vilikuwa ni kidole kweli. Si kidole cha kawaida. Lakini nashukuru Mungu nilikuwa nimenyauka. Lakini hivi kwa Mungu ananisafisha. Nitarudi kama kawaida. Ninakinyaga kwa miguu tangu matundo mpaka hapa tena narudi kwa Mungu. Kwa neema ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo machache mbariki. Lakini nashukuru Mungu sasa hivi mtoto wangu anaendelea vizuri. Hata nikimpeleka kliniki hii ya kawaida kilo zake zinaongezeka na urefu pia unaongezeka. Nashukuru Mungu kwa hilo. Kwa machache Mungu. Tuketi Mungu iendelee. Bali sipigani wangu. Bali sipigani mimi mwenyewe. Pigani wangu. Yesu pigana vita. Kiwango ambacho mwanadamu hawezi kujua. Yeye anapambana. Wacha wapatilie maisha yako. Si mrembo huu. Asifiwe Yesu. Patia haifa mwenzako mwambie siku moja yako iwe kama hivi katika jina la Yesu. Mpe tena. Mwambie hivi. Yesu ni mzuri. Nakupa nguvu kwa jina la Yesu. In Jesus name. Kutoka mwaka gani mama? 2006. 2025 minus 2006. Hiyo ni miaka 19. Umri wa mtu. Lakini Yesu kumbe alikuwa anahifadhi mwanaume huyu mahali. Asifiwe Yesu. Ameomba mpaka akasema imetosha, siombei tena jambo hili. Asifiwe Yesu. Umepata hiyo message vizuri? Alisema haombei tena hilo jambo, ameliacha. Lakini akaja kukutana na madhabahu. Asifiwe Yesu.
Mwambie mwenzako bado wewe. Akaja akakutana na madhabahu. Mwambie mwenzako amebebwa na lift hapa. Asifiwe Yesu. Hata wajaribu kupindua kanisa hawezi. Imejengwa katika msingi. Kama inang'oa msingi hii. Asifiwe Yesu. Ni kama marudio tu. Mwingine naye ndo. Asifiwe Yesu. Tunafanya ibada hapa, mzee hapo kwa nyumba anapika chai. Tena na mwingine, tena hakumaliza juzi tunapiga ngoma ndani. Hakumaliza kushuhudia. Amalize ama simalize? Ni baba, ni baba, ni baba pokea sifa. Wapi kidogo tu nilikuwa ndani na kweli wewe na nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda alipokimbilia akitaka nisikujua, alinibeba mwenyewe Jumamosi, tukaenda nipajue, tuwe tuki. Tosha. Ni baba, ni baba, baba pokea sifa. Asifiwe Yesu. Wanaume wana siri nyingi. Alikuwa na vitu mahali kuna hakutaka juu. Lakini kwa sababu madhabahu juzi akamwambia twende kuonyesha imani. Twende kuonyesha. Asifiwe Yesu. Akaenda akaonyeshwa ili siku nyingine wale. Tupangie Yesu makofi ya chini. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo hili likutie nguvu katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Ikufanye yale yako yaonekana kama ni upepo tu. Bwana Yesu asifiwe. Mzee umekubali kuokoka. Umekubali kuokoka, kumpokea Yesu. Piga Yesu makofi. Haya, sasa wewe unaweza ukarudi. Yesu ashakutendea. Alafu bombo lingine ukapewa cheo kule shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa mna huduma lakini nyinyi mwenyewe mjioni. Asifiwe Yesu. Na kama ujioni utapewa vyeo huko. Utakunyashuhudia hapa. Asifiwe Yesu. Wacha nimwombe sana toba. Nataka mshikane mikono. Upokee wokovu mzee hapa. Nataka angalie huko. Upokee wokovu ukiwa na angalia huko na ukiwa umeshikamana na mkeo. Piga Yesu makofi kwa ajili ya jambo hili. Funga macho yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naachilia moyo wangu kwako. Naachilia moyo wangu kwako. Ninakupokea wewe rasmi. Nakupokea wewe rasmi. Ndani ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu. Nisamehe dhambi zangu. Na unifute jina lako. Na unifute jina langu. Kwa kitabu cha mauti. Kwa kitabu cha mauti. Na uniandike. Na uniandike. Kwa kitabu cha uzima. Kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Mimi ni wako. Mimi ni wako. Nimeokoka. Nimeokoka. Yesu Bwana. Yesu Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Kwa jina lako Yesu. Kwa jina lako. Na kwa damu yako. Kwa damu yako. Ninakiri wokovu. Ninakiri wokovu. Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Penye ndani yangu sasa. Penye ndani yangu sasa. Unifunulie wokovu huu. Unifunulie wokovu. Kwa jina lako. Kwa jina lako. Ninaomba na kuamini. Naomba na kuamini. Amen. Funga macho nikuombee sasa. Bwana Yesu, namuunganisha mteule wako huyu akiwa na mwenza wake, namuunganisha na mbingu yote mfalme yaliyoharibika kwa miaka yote hiyo. Yesu ukawakusanya tena ukaunganisha pamoja. Hii ni utukufu kwako Mungu uliye hai uliye juu. Namuunganisha kuanzia sasa na mbingu na ufalme na nguvu zako. Roho wa Mungu penya ndani ya ndoa hii. Anza upya kwa utukufu wa jina lako. Yaliyokuwa wafu uyaneemeshe na kuyafufua tena katika uhai wa kipekee. Katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Ninaomba na kusadiki. Amen. Sasa mnaweza. Asifiwe Yesu. Wengine washapata ufunuo. Ngoja. Hebu salimiane. Ile salamu ya si salamu. Asifiwe Yesu.
salimia nini ile salamu nzuri ya watu wapendana. Amen. Madhabahu apakaliki asifiwe Yesu. Mungu hufuta machozi ya mtu. Mungu huondoa aibu ya mtu. Anaona kile unachokitamani kwa maisha yako. Na anajua. Alikaa miaka 38 kwenye birika akifikiria Yesu haoni. Lakini maandiko yanasema na Yesu hali akijua alishuka mwenyewe. Akamwambia unataka nikufanyie nini? Akaongea masaibu ambayo alikuwa anayapitia. Akamwambia jitwike godoro lako na uinuke uende. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku ikawa ya utukufu kwake, maana aibu ilimuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila ibada mahali hapa ina kusudi na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila ibada kuna kusudi na malengo. Usitamani kuachwa na ibada. Pepo ujue kwamba ibada hii huyo anaenda kukombolewa na kupatia nafasi usiende. Kwa ibada